Habari za magharibi, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale ambapo mnaendelea kufuatilia matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 5 mwaka 2026, na karibu tena ndani ya taarifa kuu ya habari kupitia Kivu News Info, chanzo chako cha habari za kuaminika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko duniani. Katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea taarifa muhimu kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo, matukio ya kisiasa, maamuzi ya viongozi wa serikali pamoja na habari nyingine kubwa zinazoendelea kuvutia hisia za wananchi. Basi endelea kuwa pamoja nasi hadi mwisho wa taarifa hii ili upate kuelewa kwa kina yaliyojiri ndani na nje ya nchi. Mimi ni Teloje Lulonga, nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Katika habari za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO umelahani vikali mashambulizi yaliyoendelea kusababisha vifo vya raia katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kusini. Kupitia taarifa rasmi, MONUSCO imesema imesikitishwa na mashambulizi ambayo yameripotiwa katika wilaya Irumu, Njugu na Mambasa mkoani Ituri, maeneo ambayo kwa muda mrefu yameendelea kukumbwa na hali mbaya ya usalama kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Mashambulizi hayo yameripotiwa kuwaua makumi ya raia wasiokuwa na hatia katika siku za hivi karibuni. Na katika Kivu Kaskazini, MONUSCO pia imeeleza kuwa inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika maeneo ya karibu na Oicha, ambako wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyohusishwa na makundi ya uasi. Ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa umeonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia taarifa za mashambulizi ya anga pamoja na mabomu yaliyoripotiwa kutokea tarehe 8 Mei katika maeneo ya Kilolirwe na Mushaki ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mashambulizi hayo yamesababisha pia vifo na majeruhi miongoni mwa raia. Katika jimbo la Kivu Kusini, hali ya taharuki pia imeripotiwa kuwa katika eneo la utawala wa jadi ya Bafuliru, ambako wakazi wanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama, huku baadhi ya familia zikilalamika kuhama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi zaidi. MONUSCO imekumbusha pande zote zinazohusika katika mapigano hayo kwa wajibu wao wa kulinda raia pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Ujumbe huo umeonya kuwa mashambulizi dhidi ya wananchi wasiokuwa na silaha ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na sheria za kimataifa. Vile MONUSCO imetaka wale wote wanaokubainika kuhusika na wajibikaji huo kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kuwajibika kwa matendo yao. Wakati huo mashirika ya kiraia pamoja na wananchi katika maeneo yaliyoathirika waendelea kutoa wito kwa mamlaka za serikali na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kurejesha amani na usalama mashariki mwa nchi, eneo ambalo imeendelea kushuhudia migogoro ya mara kwa mara kwa miaka mingi sasa. Katika jimbo la Kivu Kusini, viongozi wa serikali ya mkoa sasa wametakiwa kuishi ndani ya mji wa Uvira ili kuimarisha imani ya wananchi pamoja na kuboresha usimamizi wa masuala ya usalama. Uamuzi umetolewa baada ya kikao cha kamati ya usalama ya mkoa kilichofanyika siku ya Ijumaa katika ofisi ya gavana mjini Uvira. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, makamu wa gavana na gavana wa muda wa Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano amesema kuwa viongozi wa huduma mbalimbali za serikali pamoja na wajumbe wa serikali ya mkoa wameomba kuishi karibu na wananchi wa Uvira ili kuongeza hali ya kuaminiana kati ya viongozi na raia. Kwa mujibu wa Jean-Jacques Lakano, viongozi wanapaswa kuwa karibu na wananchi wanaowaongoza, hasa katika kipindi hiki ambacho maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Amesema kuwa hatua hizo inaweza kusaidia kuwapa wananchi utulivu wa moyo na kuonyesha kuwa viongozi wako pamoja nao katika mazingira ya kila siku. Viongozi wa mkoa huu wameonya kuwa ikubaliki tena kuoa maafisa wa serikali kutumia muda wa mchana kufanya kazi mjini Uvira, lakini usiku kurejea kuishi nje ya jimbo hilo. Serikali ya mkoa inaamini kuwa tabia hiyo hupunguza ufanisi wa utendaji kazi pamoja na kuchelewesha hatua za haraka wakati wa changamoto za usalama.
Kwa upande mwingine, mamlaka za Kivu Kusini zimeeleza kuwa hali ya usalama katika sehemu kubwa ya kusini mwa jimbo hilo inaendelea kuwa tulivu kwa sasa, licha ya kuwepo kwa taarifa za harakati na mvutano katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele ndani ya wilaya ya Uvira. Hatua inakuja katika kipindi ambacho serikali ya mkoa inaendelea kufanya juhudi za kurejesha utulivu, kuimarisha usalama na kujenga upya imani kati ya wananchi na taasisi za umma katika eneo hilo muhimu la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amjambo wote. Jambo. Ndio. Kwanza tulifanya kitu kimoja chenye kikuwa vizuri. Sababu tulifanya mkutano hapa na hatukuomba Mungu. Tuliomba Mungu hapa? Sijua kama nilipitiwa hao. Haiyapita. Mimi nitaomba Mungu mimi. Tulianza kuzungumuza pasipo kuomba Mungu. Ni vibaya. Paski hii ni mambo makubwa, ni lazima tunaomba Mungu kwanza. Asante. Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, tunaendelea kushuka chini ya miguu yako mfalme wetu na Mwokozi ili kuacha mkutano huu mikononi mwako. Tunashukuru sababu tumepata fursa hii ya kufika hapa na kuzungumzia mbele ya watu wa Bibogobogo. Kwa hiyo mfalme wetu na Mwokozi, tunakuomba uwe pamoja nasi, mkono wako utubariki hapa kwa mazungumzo yote tutakayoyafanya hapa. Ni katika jina la Yesu tunaomba, amen. Ndio, sisi tunashukuru Mungu sababu tunafika hapa kuwaona. Na tulifika hapa kwa kauli ya mkuu wa nchi. Lakini pamoja na ile, kwenye mitandao watu wengi wako wananifuata kwenye mitandao. Kadiri niko nafanya mahutuba fasi nyingi tu kuhusu watu kuwa umoja. Na sisi hatukwake, mimi binafsi si kwake munafiki. Mimi nakwaka mtu wa kweli. Neno nitatoka kinwani mwangu iwe neno ya kweli. Sipendaki unafiki. Na mimi, mnajua kama nilifanya miaka mingi niko porini. Niko na windwa na serikali iliyopita. Nasema na kweli na serikali iliyopita. Na ile serikali iliyopita ina makosa iliyoifanya. Ndio maana tulichagua ingine serikali ambayo ilikuja. Na hii serikali ilikuja ambayo tuko nayo leo. Ndio serikali ambayo inatafuta kutia amani kati ya watu. Sababu serikali iliyopita ilitia uchonganishi. Ilichonganisha makabila. Na leo hii serikali ambayo inatafuta kututia umoja ilisababisha sisi wengine kukubali kusema no, tutafika Bibokoboko. Wakati ndugu alifika Jacques Kongolo, nadhani naweza kwa mara ya 3 kukutana naye. Tuanze kukutana naye Uvira kule. Mambo mengi tuliongea. Mambo mengi tu. Na mambo mengi tuliambiliwa na rais kwa ajili ya kuleta amani kati ya watu. Kwa kitu kimoja kenye tunapaswa kujua au kuelewa. Kuna kitu tunapaswa kujua au kuelewa. Sisi leo tunaitwa wazalendo. Masiku ya zamani tuliitwa majimaji. Rais Tshisekedi anakuja anatuita sisi wazalendo. Na akasema wazalendo wanapaswa kuwa watu ambao wanafuata mipango pia ya rais. Kulingana na vision yake. Na sisi tulisema kweli tutafuata mipango ya rais na tutafuata vision ya rais. Donc, message yenye ndugu Jacques Kongolo analeta hapa ni message mzuri ambao sisi wote tunapaswa kutii, ambao inatoka kwa chef de l'Etat. Yeye ndio gara wa nation. Yeye ndio anajua politiki yake inakwenda wapi. Na sisi tulikubali tukue soutien yake. Mzalendo leo kuna watu ambao wako na confusion hata kule kukabila za Babembe, Bafulero, bengine na bengine.
batu ba mingi bangana na confusion. Mzalendo ni jeshi la akiba, la jeshi la serikali. Sisi tuko jeshi la akiba, na ikiwa tuko jeshi la akiba, hatuwezi kwenda tofauti na jeshi la serikali. Lakini kitu ambacho mutaelewa, na ngambo za Babembe na ngambo za watu wenye kwa bokoboko na makabila ingine, kuko mabrebi egare. Sijue kama naeleweka pale. Kuko mabrebi egare, yani kuko watoto ambao wako na silaha tofauti na mpangilio ambao uliko sasa, na ni wengi sana. Ni wengi sana, sababu nasikia hapa tangia mwezi wa tatu sisi kama vile uongozi wa wazalendo. Mimi nilitoka huku mwezi wa pili. Nilielekea wapi? Muplene ya Ruzizi. Mission ya mzalendo, kuko mtu anaweza kudevia mission. Mission ya mzalendo haiko kitu kingine. Mission ya mzalendo ni kukombatre agression étrangère. Sijui kama naeleweka. Tunapiganisha uvamizi wa kutoka nje kama vile mission ya FRDC. Tunapiganisha adui wa kutoka nje wa kuja kuharibu nchi yetu. Ikiwa uko adui unatoka nje unakuja piganisha nchi yetu hapa Kongo, hatutakuacha na amani. Tunapaswa tukukombatre, sababu unapenda kuharibu nchi yetu. Na tutakukombatre hapana sisi wenyewe. Tutakukombatre chini ya uongozi wa FRDC. Na ndio maana mkongomani yoyote anapaswa kusimama sababu ya kuchunga eneo ya Kongo. Adui haiko, mimi nasemaka wazi kama adui haiko kabila fulani. Adui haiko kabila fulani. Hata leo ukienda kwa M23 utakuta kabila zote ziko kule. Nasema bongo? Hakuna Wabembe, hakuna Washi, hata Wakongo wakule Kongo wako chini nani Bakongo wako. Na watu wanatembezwa na nani? Wanatembezwa na Kagame kule kwa kuja kuangamiza nchi yetu huku. Eske tutaacha tu hivi tukroaze tu? Lakini sasa watu wabaya wale ambao mimi nilisema wa brebis egare, ulie kufuata adui, munielewe vizuri, ulie kufuata adui wanafuata mtu fulani, ulie kufuata adui wanafuata kabila fulani. Tuliwahi kuviona hata wakati wa songa mbele. Paski hii situation ilianza wakati ya songa mbele. Batu ba mawazo mubaya, batu wa mawazo mubaya walikuja angamiza watu hapa. Na watu wa mawazo mubaya walitoka hapo kwenda kuangamiza watu huku chini. Nadhani iko vile. Na ile kama hatujakuwa na ukweli miongoni mwetu, sisi tunaogopa Mungu. Kama hatujakuwa na ukweli, sababu Mungu anapenda haki na ukweli. Haki na kweli. Useme ukweli, kitu unasema ndani ya roho yako ikuwe ya ukweli. Isikuwe mimi sipendeki hipokrisi. Vitu wakwenda hivi à gauche à droite, hapana. Huku kama utapata habari conseiller, nilishaka fungisha Babembe ba mingi tu huku chini na kuwapeleka. Nadhani kolonel angekuwa hapa. Wabembe wengi tu wa ndugu zangu, kuona hiku hivi anaingia msiasa ya adui, funga peleka. Mimi napeleka sababu huyu anatafuta kuharibu nchi yetu. Ba ndugu yangu mimi niko nalaumika mpaka leo sababu kupeleka wa ndugu hivi beko ndoro ba mingi benye mimi naisha peleka.
waharibifu. Kama mtu ni mharibifu, hatutachagua huyu ni kabila fulani wala huku ni kabila fulani, kadiri vile anasema hapa, sababu kabila zote ziko ndani za uharibifu. Ndio maana mimi nasema tukue wazi, tuseme ukweli, tusiingie mambo ambayo isiyo stahili. Tusimame kwenye msimamo wa kusaidia serikali yetu. Iko ndani ya kutafuta amani. Na sisi tutafute amani. Uongo uishe. Kuna mtoto mmoja anaweza kuja hapa anakamata ngombe ya mtu, akutumwa na mtu. Lakini ngine mtu atasema oh no, ni basoda ya kutumba wale wanakuja. Il est vrai que mimi ndio na jere wazalendo bote. Mu province ya Sud Kivu. Lakini sasa mubale batu akili inapishana. Ile ni neno la kwanza nilipenda kusema. Neno la pili napenda kusema hapa. Muona hii mikutano hii. Nasikia jinsi conseiller anasema pale. Iko vizuri sana. Selo mission iko nayo. Tusikilizishe watu hapa Bibokoboko, population ya hapa, na pia tusikilizishe population ya kule chini. Sababu tujenge kitu cha kudumu. Tusidanganyane hapa sema no tunawaambia mimi siwezi barasira sema na barasira hapa mkishuka kule inyapate problem. Ile ni kweli kabisa. Hivi niko nasema hapa. Siwezi kuwarasira ile sema no mtu atoke hapa ende kule hakuna problem. Il faut tuhakikishe kupitia communauté zetu zote. Tuhakikishe hii message. Tuvulgarize hii message. Hata kwa wazalendo wote na kwa vijana wetu wenye kuwa hapa juu pia. Hapa hapo kuko wengine hapa. Kama hakuna sava. Wako? Mzee pale anasema wako. Mwana anasema hakuna, hapa anasema wako. Kunaweza kuwa vijana wengine hapa. Kwa hiyo mimi nitawaambia neno moja. Koloneli iko hapa. Tusikilizane kwanza. Koloneli iko hapa. Iko temwe mimi niende kuambia sema no, kuko grupe moja wazalendo wenyewe wanatafuta kupita vile waingie quelque part anu hapa. Mnajua anu wanapenda wajikwense pale wakuje wakamate ngombe hapa. Koloneli, si ukwambia hivi? Tukasema ifutu fuatilie ile pour ile kitu isiku. Mimi huyu. C'est-à-dire mimi napenda kusema neno moja na tuhakikishe ile neno nasema iko ya kweli, isikuwe ya uongo. Na isikuwe hipokrisi. Atupendi ile. Tuliishi siku mingi tuliishi. Songa mbele njoo ilikuwa na mambo mingi. Vita ya songa mbele ya AFDL. Njoo ilikuwa na mambo mingi na kuvuruga amani yote yenyewe ilikuwa. Ikavuruga. Na songa mbele ilikuja na watu tofauti. Msonga mbele mlikuwa Babembe, msonga mbele mlikuwa makabila mengine yote ilikuwa ndani ya ile movement ya songa mbele. Na njoo ilikuja haribu kila kitu. Watu wakauana, sisi tukauana sisi kwa sisi. Ni kitu ambacho Baluacha walikuja hapa baada kukamata Kinshasa kule, walikuja kufanya mikutano kama hii. Kama hivi ndugu anakuja hapa. Walifanya mikutano kama hii. Lakini haikuabutile kikitu. Tena watu walienda kuunda vingine tena. Vya kuharibu ile yenyewe Baluacha walijenga wakati ya mzee Laurent Désiré Kabila. Haikuwa hivi. Baluacha wakutembea hapa na watu wengine. Na ba chara. Garso moja hivi wa nyara. Nyarkos. Walitembea hapa. Afu ile kitu kama tutajenga kitu, tujenge kitu vraiment cha kukomala kenye akitafanya hasara kule mbele. J'ai dit et je vous remercie. Asante sana. Conseiller wa rais alisema vraiment mtuambie vitu ya mzuri sana. Lakini shida yenye tulikuwa nayo huku basikuwa wanaficha. Ni shida tu. Kama leo viko wanaita wazalendo, zamani tulikuwa tunaita maimai. Ndio shida. Kweli kusema vile mwenzangu anaisha kusema vile. Amani tuko hapa Bibokoboko. Warahia
ya kutoka Burundi na hapa ya FARDC tunaishi mzuri sana tena sana. Hakuna tena aseme iko politiki, hapana. Tunaishi mzuri sana sana. Nisikia neno moja yenyewe walisema haingekuwa FARDC na wajeshi wa Burundi ile mwezi wa 3 tungekufa. Ile ndo ilikuwa tu kisi tulikuwa tunaona, lakini walitusaidia mpaka leo. Tunaishi vizuri. Chenye niko nataka kusema. Mimi niko nasema hivi. Watu wanasemaka vitu kisha wanaviacha hapa. Kibaya niko naona ulikuya huko. Unitetea tu neno la amani. Ndio yenye tunapenda. Lakini leo utatoka. Unaenda tena Kinshasa. Tuko tunasema hivi. Huyu mwenzetu wa Kutumba alisema neno mzuri. Yeye kweli atutafutia amani. Kutoka hapa Ibokoboko na kwenda pale Baraka ndo vizuri. Ndo yenye tunataka. Lakini tuko hapa Ibokoboko hatana nguo. Hatana nguo, tuko tunaona. Nguo ya 10,000. Tuko tunatuma wenyewe wanafika, unauza 20,000. Ya 50,000 iko ya 100,000. Ile ni ndo vile tunaishi. Hatutoki hapa. Ngombe haitoki hapa yenyewe maimai baliacha. Haitoki hapa iende pale. Ile ni kweli. Tuko tunaogopa. Lakini kwa kinywa ya rais. Tunapigia rais mikono kwa sababu anatuletea neno ya mzuri. Kwa hiyo tunawashukuru na tena vile venye mlisema iendeke na mvitende. Na maliza pili. Yeye amejisema akasema yeye ndo conseiller wa president, puisque watu wengi walikuwa nasikia jina Kongolo. Hiyo jina inajulikana kwa reseaux sociaux, inajulikana sana. Na tunashukuru sana. Hivi tuko na president wa republika hapa Ibokoboko. Puisque shida ambazo tunazo tutazisema na zitamfikia directement president. Ndo maana tunakushukuru na tunashukuru pia president wa republika ambaye amekutumana. Ameona umuhimu wa Ibokoboko. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunashukuru pia armée burundaise ambayo wamekusindikiza hadi hapa. Tunasema na nyinyi mkaribia hapa kwetu Ibokoboko. Tunashukuru FARDC, komanda Rejo mwenye yuko hapa. Tunasema mkaribia hapa kwetu. Mimi ndakuwa mrefu kidogo na munisamee. Usinikate. Na ukinikata na mimi sitafurahia. Okay. Ndahuzunika. Merci beaucoup. Ndakuwa mfupi. Ndaanzia le 13 Octobre 2021. Tumekuwa atake Ibokoboko na maimai, ilikuwa maimai ya Kutumba na maimai Biroze Bishambuke Ngoma Nzito. Na walikuwa pamoja na wale ambao mnaita Red Tabara. Hii hapa tulikuwa na mingine 32. Kwa leo tunabakia na mingine 4. Zingine mingine zote zimebomolewa. Na zimebomolewa na ya Kutumba, zimebomolewa na Ngoma Nzito. Na Red Tabara. Hawa watu ndio wenye walibomoa Ibokoboko. Kama nasikia Ibokoboko, tunabakia mingine 4. Hapa kwetu kisha kubomolewa hatukupata hata mtu mmoja wa serikali. Tukisema serikali ni kuanzia chef de groupement, chef de secteur, administrateur. Jusqu'à maintenant hawakukuja kuassister population. Est-ce que wanakuja kuassister? Hawakukuja kuassister population. Hadi leo. T'imagines votre chef hiérarchique hafike kwenye muko, awapatie pole, awapongeze pole kwa shida ambazo mmepata. Lakini Dieu merci kwa sababu tungali. Na tutaishi tu. Ulisema neno mzuri. Walisema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nitasema ukweli isiyokuwa na ingine neno, hapana. Kwa sababu ukweli ni ukweli. Vraiment FARDC ilitumika kazi hapa Ibokoboko. Armée burundaise ilitumika kazi hapa Ibokoboko. Très bien. Na tunawashukuru. Tukafanya makollaboration zimoja pour que wasaidie
raia. Wamama walikufa, wamama wajawazito, wababa wamekufa kufuatana na krizi ambayo tulikuwa nayo. Tukisema hii maneno tunasikia huzuni na kuja. Kufuatana na nini? Sisi tunafungwa. Kuko enclavement na kuko kifungo. Watu wenye kuwa makala wanatushindia. Parce que hatuenda au-delà de 10 km. Hatuenda au-delà de 15 au nord et sud. Donc ile 10 km ni mingi. Kuna neno ambayo wameguzungumzia aseme watu kufika Baraka inaweza kuwa ni boga yetu. Hapana. Kuna watu ambao wamefika Baraka wakakufa. Kuna watu ambao wamekufika Lwebo wakakufa. Na kuna watu ambao wamefika Baraka wakaponea chupu-chupu. Yeye kolonel kwa alishafika hapa. Hatutasema mambo ile mambo ya kusema seme ni tutasema mambo ya ukweli. Lakini kufika kwako hapa uende inaweza kuwa jibu. Lakini hatuaminia. Tuseme ukweli. Hatuaminia. Lakini inaweza kuwa ukweli. Kwa sababu president akisema neno basi sisi tumefisha watu wengi. Donc tuko na wabrese wengi. Notama yeye kijana. Ngombe zimeenda. Kumeenda 24453 vache. Zenye walibeba. Wenyewe walizibeba ni wanani? Ni wa mzee ya amuri ya Kutumba. Zile ngombe waturudishie nazo. Sasa dede wamewa mbuzi 2000 24000. Acha nikupatie nazo, niko nazo hapa mnani. Kuko 24453 vache zenye zilienda. Kulienda mbuzi na kondoo ni 13962 chèvre na mouton. Manyumba ambazo zimebomolewa za manjanja tulikuwa tunajenga vizuri sana. Ni manyumba 2123 ambazo zimebomolewa. 2123 na wamebomoa centre de santé 2. Wamebomoa école, kuzibomoa na kuzisakaje mabureau ni 14 école primaire et secondaire. Sasa makanisa nazo wamebomoa makanisa 10. Zote zimebomolewa. Kuko matemoignage. Son Excellence, à tout honneur, tuko na huzuni. Tuko na huzuni tena huzuni kabambi. Kuona watu wa bibokoboko wanafungwa sawa nyama. Na tunajua gouvernement iko. Hatuende au-delà ya zile kilometraje ambazo nimekuambia. Mnasema sisi tumefanya vikao kwa nguvu zetu wakati tulikuwa na ngombe. Vikao 16. Mimi ndio mwenyewe nilikuwa president, nilikuwa na organize. Hao ndio wenyewe walinipatia ngombe. Tukachinja lakini kwa leo hakuna kitu kimoja ambacho kimetoka mwile kikao. Sasa kuja huku kwetu kusema sema tufanye kikao. Eske tunakatala kikao? Tunakatala amani? Ningekuwa vizuri ufike Baraka ufanye mkutano mkubwa. Washefu wetu hierarchique uwaite. Kuanzia kwa chef de groupement, chef de secteur, administrateur avec zingine mashirika za kiutu. Fasi moja museme eske kutakuwa accessibility ya bibokoboko na Baraka. Yeye nimemshukuru ya Kutumba. Amesema neno nzuri. Alisema mimi siweze nikaruhusu watu washuke Baraka. Kwa sababu anajua. Na ni kweli leo tulilala macho. Adui iko hapa karibu. Iko Kalele. Je pense ni Kalele. Maimai. No, ni mzalendo. Kuko vrai mzalendo na faux mzalendo. Sasa ule mzalendo yeye anajiita ni mtu wa Kutumba. Isi dernièrement kulikuja colonel mwenyewe alikuwa anapana pesa za kama ni encouragement ya basoda na wazalendo. Mimi tulionana naye.
Nikamwambia no, mimi nashangaa. Unapana $300 kwa mzalendo ambaye anatuua. Sasa kama gouvernement inafanya namna gani? Lakini bibokoboko na kuambia na kuasire. Sisi hatuko wa politician. Tunaishi bibokoboko gisi tulikuwa zamani. Hakuna mtu wetu ambaye huko donc Colonel Ntare alifika hapa alikutana kuku kulikuwa Ndambo. Ulisema sema ni kwa sababu wewe Ntare anaweza kuwa ni mtoto yenu. Ndambo alikuwa kama ni mtu wa hapana Kasai. Kule ba Kongo. Alikuwa Mkongo. Tulitumika na très bien. Alitoka hapa ikanalia kwa sababu anajua bibokoboko gisi watu wanatumia. Vraiment chenye tunaweza waambia. Hii yenyewe nasema kwa sababu uko gouvernement. Iandike president adote nani wakaji. Hatuna ngombe tena. Watu watakufa. Mtuuzia ngombe. Tunaishiwa. Kwa hiyo sitasema mambo mengi. Na kuwa mfupi. Bo, nakuwa mfupi. Mimi ningesema mambo mengi. Lakini unasema 5 minutes. Naisha hapo. Watakuya kuiba ngombe bibokoboko. Hivi mimi sita alisema sio wake leo. Ni baki. Si bibokoboko. Kama ile maombi yenye aliomba ni ya kweli. General, tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba General, tunakuomba utupatie amani. Hatuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu. Tunakuomba wewe utupe amani bibokoboko. Unasikia? Hii amani hatuiombe Mungu, hatuiombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Hatuombe au wa serikali. Tunakupatia, tunakuomba utupe amani. Kwa sababu tunahesabia kama ni batu yako ndio wenye wanatukosesha amani bibokoboko. Mpatie sasa akujibu. Na mimi nitajibu. Esther. Wakati taifa lake lisema awaombea amani. Walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani. Hapana mtu mmoja. Bibokoboko itafuta amani. Sisi wazalendo tutafuta amani. Delegation na koji itafuta amani. Watu wenye kuwa kule chini na raia itafuta amani. Ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo. Huko wazalendo kadiri vile mtu mmoja alisema hapa. Wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa. Na wenye wako wanabaiba hapa. Wengi wanabaiba pasipo izini yetu. Wanakuja kwa mawazo yao na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote hata Minembwe kama sio tunaingia Minembwe. Niko nawaambia hivi. Kama unaingia Minembwe kuko population civile. Kama kuko M23 tushambulie M23 yenye kuwa na silaha lakini population civile ikuwe na amani. Njoo neno letu hili. Amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Hilo njoo nilisema mimi. Na njoo yenyewe tunasimamia. Si riziki. Emuridhishi. Muzalendo wako Shore Ngabo. Mnasikia? Muzalendo mwenyewe anasema Shore Ngabo mwenyewe anakuyaga kutuweba ngombe. Na Tolonto. Iswa itisi ku 5 km. Hawana mbali. Kwa Shore Ngabo mwenyewe si mtu. Ni mtu wako. Unasikia? Ni mtu wako. Ile kanuka hiyo unasema. Unasikia? Mureke bacu kumwaye mugirifuyo. Oya yeta afuni. Kwa turavuga nabi. Kanuka yenyewe ulisema. Sio mbali na si. Mahabari yenyewe tuko nayo. Hii busiku hii population yenyewe unaona hapa. Abakulala banasema kama Shore Ngabo anakuwa kutua kilometra hapa anakuwa kuchukua ngombe. Na hivi tuko pamoja na wewe tunasema utupe amani. Shore Ngabo ni mtu wako kwa sababu andika ni jina Shore Ngabo. Shore Ngabo iko hapa. Sawa. Na Toro. Arian. Ndio. Simujui. Ni mtu wako. Sawa, mzee. Niko nasikia ingine jina, Mandevu. Mandevu.
Anajitaka makanika. Anamuita makanika. Banasema ni wifi bibi. Unasikia kule? Makanika ni mtu wa FABB. Unaona, parmi sisi wazalendo tulipewa uongozi wa kuongoza wazalendo, lakini kuna wazalendo wanajitoa kwetu, wanaunda mambo yao wengine. Tamuka wafuata marezo sio hivi, kuko coordination hizi zenye zinaenda kuundwa za bongo tu kule, sababu yeye mafujo tunaweza wafuatilia. Kwa kukimbia sisi tuwafuatilie, banaunda coordination zabo. Kuko coordination leo inaitwa ya kama ya nana ya Alexi ya village Beshambuke, bako na coordination inaundwa kule Uvira. Nadhani mulifata. Sasa ile yote coordination ile ndio inaleta fujo. Ile eneo ya huko ni yako. Hii eneo ni yetu kwa. Hii eneo ni yako, hii eneo ni yako. Ni yawe. Hii eneo ni yande, ni wewe. Ni yawe. Hii eneo ni yawe. Udongo. Tupatie amani. Ni yawe, utupe amani. Kama unasema viboko huko ni yangu. Ni yako. Hilo unasema ni kweli. Viboko huko ni yangu. Basi ingine ni yangu. Fizi ni yangu, Baraka, Minembwe na kwingine kote. Na ndio maana sisi tulisema kwamba tufanye nguvu na nyinyi raia. Na sisi tufanye kitu hiki. Fasi adui anaonekana. Mwenye anakuja swate kuiba ngombe, swate anatoka kule ni M23. Mtuambie iko hapa, iko wapi? Tushambulie puruke tujenge amani ya kudumu. Hivi tulishakwambia. Ndio vile. Tulishakwambia. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.